hicho ndicho atakachovuna. Yeye apandaye katika mwili atavuna kutoka kwa mwili uharibifu, naye apandaye katika roho, kutoka kwa roho atavuna uzima wa milele. Thank you Jerry. Jerry anaonekana siku hizi anasoma Bible. Tupigie Jerry makofi. Neno la Mungu linaposema kwamba wewe upandaye katika roho utavuna kutoka kwa roho uzima wa milele, ni kumaanisha kwamba sisi ambao tumekuja mahali hapa siku hii ya leo na tunavuna katika roho, maana shughuli zote ambazo tumefanya tangia tulipoingia katika kikao hiki hata sasa, tunafanya mambo ambayo inalingana na mapenzi ya Mungu, na yule ambaye anatuelekeza ili tukaweze kufanya hivyo ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe umepanda katika roho, na neno linasema kwamba wewe utavuna uzima wa milele. Lakini pia tunaambiwa kuhusu wale ambao wanapanda kwa mwili, na ukitazama katika kitabu cha Wagalatia kinazungumzia sana vile watu ambao wanapanda katika mwili na matokeo ya hayo mapando. Na hapa tunaambiwa kwamba unapopanda katika mwili utavuna uharibifu ama corruption. Na kwa hivyo, kwa sababu tumechagua kuja katika nyumba ya Mungu na ili tukapande katika roho, ni vizuri kuamini kwamba kutoka kwa kupanda huku sisi tutavuna uzima wa milele. Amen. Na ukiendelea hapo chini inasema kwamba tusichoke kutenda wema, maana hivi karibuni tutalipwa kama hatutakufa moyo. Kwa hivyo ni vizuri unapopanda katika roho usichoke. Unapokuja katika kanisa, unaposikia neno la Mungu, ukienda nyumbani enda usome zaidi ya pale ambapo tutasomewa siku hii ya leo. Hiyo ndiyo kupanda katika roho. Kuingia katika maombi hata kufunga, hiyo ni kupanda katika roho. Na Biblia iko wazi kabisa kwamba wewe upandaye katika roho siku moja utavuna uzima wa milele. Kwa hivyo nawasihi wote kwamba tufanye kila tuwezapo ili tuweze kupanda katika roho. Bwana wabariki sana. Tunaweza kusimama tunapoenda